Napenda nikupe picha halisi ya wokovu wetu katika Kristo Yesu. Katika maisha haya ya wokovu ziko changamoto za aina mbalimbali ambazo utapitia au unapitia. Changamoto hizo zingine ni kubwa, zingine ni ndogo, zingine zinaumiza, zingine zinahuzunisha. Lakini napenda tu nikuambie katika yote, sema katika yote, huruhusiwi kushindwa. Maana yupo aliyekushindia. Leo tunaenda kipengele cha pili cha yale ambayo tulianza kujifunza Jumapili iliyopita kuhusu imani yetu. Tunaendelea kuangalia kitabu kile cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli mlango ule wa 47. Tutarudia kusoma mistari ile michache, lakini tutaenda kuchimba kidogo kwa mbele, hasa anamaanisha nini katika hicho kilichoandikwa. Mstari wa 47 anasema, baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba, na tazama, maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki, maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki, nayo maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini wa madhabahu. Sema upande wa kusini wa madhabahu. Hii nyumba ina madhabahu. Haleluya. Hii nyumba ina nini? Ina madhabahu, na imejengwa kuelekea mashariki. Haleluya. Lakini ukikaa ukiangalia ni kama vile ya Efata. Hazungumzii Efata, anazungumzia kile ambacho kinafanyika ndani ya Efata. Hazungumzii hili jengo, anazungumzia madhabahu ambayo Mungu ameiumba katika ulimwengu wa roho. Sasa anaendelea, ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki, na tazama, maji yalitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupima mkononi mwake. Sasa huyu ni mpimaji, anaangalia kina cha maji, anaangalia mwelekeo wa maji, anaangalia uhalisia wa kule maji yanaelekea. Sasa nasema ana uzi wa kupimia mikononi mwake, akapima zila 1000, akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka viweko vya miguu. Sasa huyu anapima, mtu anampima huyo ambaye yeye amepewa kazi ya kupima. Kuna nyumba, katika nyumba ile kuna madhabahu na katika madhabahu ile upande wa mashariki wa mkono wa kuume yanatoka maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanatoka maji. Maji yale yanaelekea mahali, na huko yanakoelekea yana kazi fulani. Tutaenda kujifunza nadhani wiki ijayo. Yanaelekea mahali, lakini kwanza tuangalie haya maji haya na mtiririko wake. Anasema akapima zila 1000
Maji yakawaje? Twende hapo, soma hapo. Alipopima zira 1000, maji yakafika wapi? Viweko vya miguu. Nadhani Jumapili tulielekezana viweko vya miguu viko wapi, si ndio? Kisha akapima tena, akapata zira ngapi? 1000. Akapata ngapi? Maji yakafika kwenye magoti. Akapima tena zira ngapi? Akanivusha, maji yakafika mpaka wapi? Viuno. Anaendelea tu, hamwachi huyu mtu, maana ana safari naye. Oh, haleluya! Ana safari naye, anampimia maji ya viwiko, anajaribu kumvusha, na jamaa anakubali, anavuka naye. Haleluya! Anavuka naye, wanapima zira 1000, anavusha, anavuka na yeye. Anaenda tena, anapima tena zira 1000, anamvusha na yeye. Akampima tena zira 1000, akavusha, akamvusha na yeye. Maji yamefika wapi? Kiunoni. Hamuachi. Mwambie yuko apimaye na hata kuachia, yuko avushaye na hata kuachia. Haleluya! Anaendelea, kisha akapima zira ngapi? Yakawa mto nisioweza kuuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto usiovukika. Hiyo ndio sentensi ninayopenda ufikie hapo. Sema haleluya. Inua mkono wako wa kuume, sema Bwana Yesu, katika yale ulionikusudia, wacha Roho wako anifunulie, niyajue hayo uliyokusudia, moyo wangu upate kuelewa, fahamu zangu zipate kuyafahamu hayo uliyokusudia. Amen. Sasa naendelea, nina mambo machache ya kuelezea. Jumapili iliyopita nilielezea juu ya neema iliyo juu zaidi. Tamani yaliyo juu zaidi, tamani kwenda juu zaidi, tamani kufika mahali pa juu zaidi. Ipo neema iliyokuu, ipo neema iliyokuu, lakini inahitaji mtu aliye tayari kukaza mwendo ili afikie hapo kileleni. Haleluya! Ili afike hapo kileleni kulingana na hali halisi ya kusudi la Mungu kwa wale wanaompenda. Kunaonesha kuwa nafasi ya juu ipo, nafasi iliyo juu zaidi ipo kuliko ile ambayo unaifahamu na kuliko ile ambayo wewe umeishikilia. Ipo nafasi iliyo juu yako. Haleluya! Ni kweli sasa hivi umekaa mahali, umeshatulia, umeshaona hapa nimefika, lakini we ngoja nikwambie, bado iko nafasi mbele yako, iko nafasi mbele yako. Ningetamani mtu angefurahi na kusema haleluya. Iko nafasi mbele yako. Ushahidi pia upo katika Biblia. Ushahidi pia uko katika Biblia. Biblia inasemaje katika Kumbukumbu 28 mstari ule wa 13? Kumbukumbu 28 mstari 13. Anaweka bayana maneno akisema, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia,
nawe utakuwa juu tu, wala hui chini. Hebu tufuate kwa pamoja. Wala si mkia. Sema tena. Hebu sasa sema hivi, neno hili ni langu, Bwana ameniambia mimi ni kichwa na si mkia, nami nitakuwa juu tu, sitakaa niwe chini. Haleluya. Unakubali? Lakini ana maneno ya msingi aliyoyaweka pale chini yake. Hajamalizia ule mstari vile vile, anamalizia kwa kusema utakapoyasikiza maagizo ya Bwana. Utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako. Sio maagizo ya kila mtu, maagizo ya Bwana Mungu wako, ndipo unafikia hiyo nafasi iliyo ya juu, ndipo unafikia mahali palipo juu, ndipo unafikia kuwa kichwa popote utakapokuwa na kokote unakokwenda, unakuwa kichwa. Siku yasikia tu, na pia nataka uyaangalie na kuyafanya. Unapoyaangalia na kuyafanya maagizo yake, ndipo unapojaliwa wewe kufikia mahali pa juu. Haleluya. Unatamani kufikia mahali pa juu? Muulize jirani yako, unatamani kwenda mahali pa juu? Nimekutana na wengi wenyewe wanafikiri kuwa kiongozi wa nchi, labda rais wa nchi, ndio umefika mahali pa juu. Mwambie jirani yako, Biblia hainiambii kabisa kwamba rais ndio mahali pa juu. Hapana. Hapana. Bali kuwa karibu na yeye aliye juu ndio nafasi ya juu. Haleluya. Shangilia kabisa. Unapofanikiwa kuwa karibu na yeye aliye juu, ndio mahali pa juu. Na Biblia inatupa picha kamili kabisa. Hata Ibilisi, shetani, aliitamani kweli hiyo nafasi, akamobilize na jeshi limsaidie kufika hapo. Haleluya. Akalimobilize kabisa jeshi la mamilioni ya malaika ili apambane angalau na yeye aruhusiwe kufika pale juu. Lakini wale wanaokaa karibu na yeye huyu aliye juu wakamshusha kwa nguvu zote, kama Ufunuo 12 inavyoeleza na kama Isaya 14 inavyoeleza. Kwa hiyo unaona mahali palipo pa juu ni pa kupiganiwa. Haleluya. Ni mahali pa kupapigania. Hufiki kwa ubwete. Jamaa alitamani kufika mahali pa juu. Sasa kuna mambo machache ambayo yanatakiwa uyaangalie ili uweze kujaliwa kufikia hapo mahali pa juu. Mungu wetu anatufurahia, anatamani sisi tufikie mahali pa juu. Haleluya. Anatamani sisi tufikie mahali pa juu. Sasa kuna mambo machache ambayo itabidi tuyaelewe ni yepi yanatakiwa kuyazingatia ili ufikie hapo mahali pa juu. Kazi kubwa sio kufikia hapo nafasi iliyo juu, sio kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufika mahali pa juu sio kazi. Mwambie jirani yako, sio kazi kabisa, ni rahisi kweli. Ni kama kufumba na kufumbua huko mahali pa juu. Lakini kitu gani kinasababisha pawe na ugumu wa kufikia hiyo nafasi ya juu?
Maana ukishafikia nafasi ya juu karibu na yeye, Biblia inasema unajaliwa kupata neema, utayaona hizo neema, utaziona. Lakini kazi ipo mahali fulani. Anasema bali ni katika kutambua nani ana maagizo ya Bwana. Hiyo ndo kazi. Maana anasema utakapoyasikia maagizo ya Bwana ninayokuagiza leo. Nani anaagiza? Sio Mungu anaagiza ila yupo anayeagiza. Umekuja na ndevu na tishia wanangu hapa. Kwa hiyo unafika mahali Bwana Yesu asifiwe sana. Unaangalia Mungu amesema utakuwa kichwa na hutakuwa mkia, utakuwa juu tu wala huwi chini. Hapo utakapoyasikia maagizo ninayokuagiza leo, kuyaangalia na kuyafanya. Sasa kuyasikia nini? Maagizo. Sasa Mungu anatembea huku duniani hivi, Mungu huwa anasemaga? Hapo ndio kibarua kipo. Hivi Mungu anasemaga? Hivi Mungu anatembea huku duniani, nitamkuta kona gani basi? Lakini Mungu wetu amesema katika kitabu cha Amos mlango wa 3 mstari wa 7, anasema Bwana Mungu hatafanya jambo lolote duniani bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo Mungu hatembei mwenyewe huku duniani akikatiza mitaa ili watu wamsikie. Utakaa umuone, utakaa umuone. Lakini sasa haya maagizo nitayapataje mimi? Watu wataanza kukuambia maagizo ya Mungu yako kwenye Biblia. Chukua Biblia, utasoma kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha mwisho. Wenzao wameishia kuanzisha dini za aina mbalimbali, na wengine wamepotelea polini moja kwa moja kwa sababu ya kusoma tu Biblia, hawakuielewa. Wengine wameishia kufekua Biblia, wameamua kuoa wanawake 3 4, wanasema Mungu ameagiza kwenye Biblia wanaishia kuwa washerati tu Biblia usipoielewa nani amepewa agizo, utakaa uipambanue, utasumbuka kweli. Lakini yeye amesema, Mungu hatafanya jambo lolote duniani bila kuwafunulia kwanza watumishi wake manabii hiyo siri. Ili nini? Ili waisimamie. Haleluya! Ili waisimamie hiyo sheria ya Bwana. Kwa hiyo kazi kubwa ya kufikia pale juu sio kwenda pale juu. Kazi kubwa ni kujua nani ana maagizo ya Bwana. Ukimjua, hiyo ni hatua. Mithali 9 mstari wa 10. Tutaangalia Mithali 6 mstari wa 10. Tunaendelea kuchambua namna ya kutamani kufika pale juu. Mithali 9 mstari wa 10 anayafunua maandiko yake kwa kusema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Maana ukimcha Mungu kama hivi, unakuja unakaa kwenye kiti, unaanza kutafakari uzuri wa Mungu, ndipo hekima inaanza. Hekima ina kazi gani? Hekima inakupa kuamua mambo katika njia iliyo bora ya kiungu. Haleluya! Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Lakini kumjua mtakatifu maana yake kumjua huyo aliyetumwa na yeye. Huo ndio ufahamu. Maana wengi hawakumjua hata Yesu alipokuja. Wengine walikaa naye,
wengine alikuwa ni kaka yao, wengine alikuwa binamu yao, wengine alikuwa mtoto wa dada, mwingine alikuwa mtoto wa mdogo wake, mwingine alikuwa mtoto wa binamu yake. Kila mtu alikuwa anamfahamu. Wengine wanakutana naye, walicheza naye, lakini hawakumjua. Kwa hiyo hata wakati alikiwa ameanza kazi yake, wakamwambia huyu naye ni mtoto wa seremala fulani Yusufu, anatusumbua hapa, hebu chukua tupa huko korongoni. Wanakamata, wanaenda kutupa korongoni, yeye akawatoka, akaenda zake, akawaacha kama walivyokuwa. Akateremka huko bondeni katika ziwa bahari ya Galilaya, akaanza kufanya kazi zake. Ndugu zake tena wamesikia huko anafanya maajabu, wakafikiri labda na kichaa, wakamfuata. We, usituaibishe, tumesikia una mapepo wewe. Hii kazi unafanya kwa Beelzebuli. Akasema mbona watoto wenu wana mapepo mengi tu, hawajawasaidia watu? Halo. Hata sasa kuna watu wakiona huko, wakisikia hivyo wanza ili bwana ili ni mizizi. Mwingine yule ana mapepo, yule ana majini, yule ni mchawi, anafanya maajabu yale na yale. Watasema kila wanachoweza kusema, maana wanamfahamu shetani, hawajamfahamu Mungu. Lakini kama mimi nafanya kazi kwa nguvu za shetani, mbona wao wana majini hawajawasaidia ndugu zao? Kama mimi nimekaa kama mganga wa kienyeji, mbona kuna wakina toboa kuanzia hapa mjini mpaka kijijini Songea, lakini akina tobo hawajaweza kuponya mwenye pressure, hawajaweza kuponya mwenye kansa, hawajaweza kuponya aliyovunjika mguu, hawajaweza kuponya mwenye dhambi. Lakini Josephat Elias mwingine anafanya maajabu. Kumjua mtakatifu ndipo penye kazi, na ukimjua ndipo sasa unaanza kuelewa, sasa niko safarini kuelekea mahali pa juu. Gonga na jirani yako. Huwezi kuanza kwenda mahali pa juu kama hujui mtakatifu wa Mungu ni yupi, maana maagizo yake ndio yatakayokufanya wewe upate kujua namna ya kufikia hapo mahali pa juu. Haleluya. Unaweza ukamwona mtu ni waziri mkuu, mtu ni waziri, mtu ni rais, mtu ni chief magistrate, chief justice, lakini nafasi yake ni nafasi ya chini. Haleluya. Na unaweza ukamkuta ametoka hapa ameenda kulala kule kwa tobo kwa mganga wa kienyeji, hata kiti hana, amewekwa kwenye mkeka, tawire yuko hapo. Na ukimwangalia ameenda shule, lakini shule haikumfanya aondokane na ujinga. Haleluya. Shule haikumfanya aondokane na ujinga. Kwa hiyo anahirizi, ameiviriga huko shingoni, mwingine ameiviriga kiunoni, anatembea na wamekatakata nywele za watu, wamechukua chula. Kuna mtu mmoja alichekesha sana. Walimwambia sisi tutakutengenezea nini? Ngoja, kuna hirizi inapumua yenyewe, ndio utajua kwamba mimi ni mganga halisi. Yeye kaenda kachukua chula, kamviriga, kamfungia, wakambandika nayo. Sasa chula akifanya sasa safi. Siku ya kwanza, siku ya pili, chula anaingia akafa. Akaona apumui, akaenda tena, mbona imenyamaza? Akasema umekosea masharti. Wakamtafutia mwingine. Kwa hiyo kibarua chake yeye ni kuripoti kila siku, apewe chura. Sasa kumjua mtakatifu ni kazi
Ngazi ya pili katika ili uweze kufikia mahali pa juu ni hii: ni lini utapata nafasi ya kusikia hayo maagizo? Ni lini utapata hiyo nafasi ya kusikia? Ni lini basi utajua hii ndio siku ya mimi kuagizwa? Haleluya! Kujua wakati wa kuyapokea maagizo, hilo pia ni tatizo ambalo linawakamata wengi, lakini Mungu akikujalia kulifahamu, umetoboza. Haleluya! Haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 inatupa mwanga wa mambo fulani ambayo utayashika na kuyajua. Mstari wa 130: wakati gani utayapata haya maagizo? Anasema mstari wa 130 katika Zaburi ya 119, anasema kufafanusha maneno yako kwa tia nuru na kumfahamisha huyo aliyemjinga. Haleluya! Mwambie jirani yako, kufika mahali pa juu hakutokani na kisomo, ila yeyote atakaye anaweza kufika. Yeyote anaweza kufika mahali pa juu. Ndio maana kina Petro hawakusoma, lakini walikuwa na wamefika mahali pa juu. Tunasoma habari zao mpaka leo, tunazisoma tena kwa kuzifurahia. Sasa nasema kufafanusha maneno yako kunatia nuru. Unapopata nafasi ya kusikia toka kwa huyu aliye mtakatifu wa Bwana, unaanza kupata mwangaza wa kujua njia ya kuiendea. Unaanza kupata ufahamu wa kujua kulikoni, wa kupata kujua kilichokuwa kinanisumbua kumbe ni hiki hapa, kumbe namna ili nifike pale ninatakiwa kupita njia hii. Kufafanusha maneno ya Mungu kunaleta nuru, yani kunaleta mwelekeo, kunakupa wewe mwangaza wa kuyajua yale yaliyoko mbele. Unaanza kujua ufikeje hapo mbele. Haleluya! Nchi za Kiafrika zimekaa katika hali ya umaskini kwa muda mrefu, si kwa sababu ni maskini, si maskini, wajinga, na ujinga unatokana na uchawi. Kama nitampata rais ambaye anamtegemea Mungu moja kwa moja, labda katika Afrika atapatikana mmoja au wawili, lakini sidhani. Karibu wote wanalala makaburini, wanahirizi tumboni, kiunoni, mpaka kwenye uchagu wa kitanda. Sasa mnatarajia nchi itaponaje? Mnatarajia nchi itaponaje? Ataleta mwelekeo kweli? Wanafika watu wale wanaoitwa wasomi, maprofesa, wako kwa kina Tobo, wanaenda asubuhi kazini, wakirudi hawarudi nyumbani mpaka asubuhi alfajiri. Ametoka wapi? Amepitia kwa kina Changudoa Manzese, yuko kule Manzese, katikati ya Manzese nyumba imekaa namna hii, profesa amelala huko. Anatoka alfajiri kurudi nyumbani, anapitiliza kwenda chuoni Mlimani, anaenda kuwafundisha watoto wetu. Yuko kabundi na mimi, I'm teaching you now, it's up to you to get or to not. It is your responsibility. Take this book and that book. Oh, I have forgotten another book, I will tell you tomorrow.
Kesho anakuja amelala Buguruni, wanamrudisha na wheelbarrow. Yuko hoi, mama wa Kingoni anaambia chukua mama, wanamgongea, njoo chukua mzigo wako. Yeye anafikiri mahindi ni mumewe profesa, anarudi. Wanamsaidia kumuingiza ndani, mama wa watu anamuingiza ndani, anamuogesha. Okay, nipe nizimue. Anazimua, anatoka pale anaenda chuoni. Anasema give me my laptop. Anapewa laptop, anajaribu kuweka kipindi alichofundisha miaka 15 iliyopita. Nitaenda kuwapa hiki hapa. Anaenda, anaingia darasani, wanafunzi wote wamejaa mpaka dirishani, wanamngojea kuja kutoa lecture. Na vyuo vyenyewe vimekaa, huyu amekaa kwenye dawati, huyu amesimama, eti anachukua notes, anatarajia kupata PhD. Ujinga. Hata mimi nimekupa kitu ukae. Wanaingia, anafika pale, haanzi na topic ya jana. Anaanza, okay, today this is the syllabus, take note. Anachukua kalamu, discovering the Kilimanjaro. Guess who? David Livingstone? No. Karl Marx? No. I'm leaving you to you. It is your responsibility to discover who was. Okay, teacher, you told us yesterday. About what? The book. The book? Which book? Teacher, professor, what about another book? Which one? No, teacher, yesterday you said this and this and this and this, and you said tomorrow you will continue, but today you are starting another topic. I said, yeah. We have time limit. It is your responsibility to finish the topic. Okay, go and read and check the books in the library. Okay, goodbye. Hawa ndio maprofesa wanafundisha vijana wa kesho. Kuna kitu hapo? Na Biblia imesema zinie hana akili. Okay. Sasa ili tuweze kufika mahali pa juu, tuna kazi ya kufanya. Kazi hiyo ni nini? Lazima tuanze kudiscover yule anayeweza kufanikisha watu wakafika mahali pa juu. Wanaanza sasa kuwa na mipango juu ya maisha yao na juu ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wakitoka hapa sasa wanafika upako wa kiuno. Wako tayari kupigana na kulipigania lile waliloliplani, lile waliloliazimia. Wako tayari kulipa gharama. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Na sema amen. Na nataka wewe uwe mmoja wao. Sasa nakutabiria ukawe na hiyo roho ya kuwa tayari. Kwa hiyo wanafika mahali wako tayari kuligharimia. Wanatumia muda wao, mali yao,
akili yao, mawazo yao, nguvu zao kuhakikisha kuna mahali anataka kufika. Yaani hata ukimtukana yeye haangalii matusi yako. Tukana unavyotaka. Pumbavu kabisa, hana akili. Sawa. Malaya kabisa yule. Sawa. Kwanza alizaa na siju mganga wa kienyeji. Sawa. Nani? Mwingira. Wewe, sisi tunamfahamu. Tumesoma naye. Sawa. Tulifanya naye kazi. Sawa. Tulichimba naye mawe. Sawa. Tuliuza naye madini. Sawa. Tulikunywa pombe wote. Sawa. Kwanza nilizaa naye. Sawa. Sawa. Kwa hiyo so what? Namfahamu. Asiwababaishe. Sikiliza, mimi sikubabaishe, nafanya kweli. Kwa hiyo niko tayari, wewe tukana unavyotukana. Hata ukichukua mambo ukinirushia, na ole ni yadake na kurudishia. Yaani sio kwamba nitalia. Sili. Maana nimezamilia kwenda mahali. Ukijiinua unasema watu mimi hupita hapa, na kuambia kama ni njia inapita hapo, sikiliza, nitafia hapo. Kama huo mlango haufunguki basi itajulikana. Upako namba 3 wa kiuno ni wale watu ambao tayari wako tayari kuipigania imani yao. Nakumbuka kuna dada moja alifika mahali wakamsema kwanza hivi mpaka mumeo naye akaja juu akamwambia, sikiliza, Yesu simuachi na wewe sikuachi. Anasema sikiliza. Akimzuia kwenda kanisani anamsukuma, anasema pisha hapa. Nguvu anatoa wapi sijui, anamsukuma, baba anabiringika kule, yeye anachukua bega kapochi kaka anakuja kanisani. Sasa unagombana na mume, sasa mimi sigombana na mume, nagombana na shetani. Na akirudi anamtengenezea chakula, anamwambia baba umeshakula sasa hivi? Nani amenipikia? Anasema ngoja nikutengenezea, anamtengenezea. Anamwangalia. Anasema dadi, kula. Usiku anamkumbatia, anasema dadi nakupenda. Anamwangalia. Yu tayari kulipia nini? Gharama ya imani yake. Ndio upako namba 3. To pay the price. Sasa Mungu akishaona umemaliza hiyo, umelipia gharama yako, ndipo sasa nakuletea ule wa kuogelea. Anasema mwanangu, haya jinome. Sasa watu wakiniona naanza kujinoma, anasema unajua mwingine yuko vile, na wewe kajaribu basi. Kajaribu kama inawezekana. Wewe unafikiri ni rahisi mimi nije hapa nasimama saa hizi na hubiria ninyi mko wangapi sijui hapa? Halafu nikimaliza naambia Mungu awabariki. Kabla hamjatoka wengine wameshafika, wako hapo nje. Wakati mwingine anafunga na kuomba, analilia Mungu ampe hata watu 10 hawajatokea. Na huu ni mwaka wa 20. Mimi nafika mahali naona mkijana wapunguza, ninyi nendeni Boko, ninyi nendeni Bunju, ninyi nendeni Kimara. Msimchoche. Haya, nenda wengine huko. Haya, nendeni Pagara. Nikisha wagawanya, wanakuja tena wengine hao. Wanaambia nyinyi msiende kule. Kwanza yule mwingine anataka sana hela. Sasa nani hataki hela? Twende huko kwa nako taka hela. Maana wanaangalia mwenzao ambaye alikujaga hapa miaka 4 iliyopita, walikuwa wamechoka kuliko wao. Lakini leo anatembelea gari yake, akasema kama ni hivi na mimi naenda. Nakumbuka jana nilimwona binti moja hapo, alikuwa anatembea. Leo naye anatembea. Nikasema yule binti ndo anatembea hivi siku hizi. Mungu amemtoa mahali, amempeleka mahali.
Upako namba 3 ni kwa ajili ya watu wanaotamani kulipa gharama ili waende wakaogelee na mambo ya Mungu. Uko tayari kwenda kuogelea katika mema ya Bwana? Lipa gharama. Lakini hizo ni stage mbalimbali. Daraja la kwanza, la pili, panga mipango. Daraja la pili. Daraja la 3, kubali kulipia gharama hiyo. Maana huu upako wa kuogelea ni kwa ajili ya ustawi. Haleluya. Ndio Bwana anasema ninyi mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Huu ni wakati wa sasa wa wewe kuinuka na kuinua macho yako juu na kutazama yale ambayo Mungu ameandaa kwako. Unainua macho hivyo, unaangalia kule, unaangalia ubadaye wako. Unafika mahali unaona vitu vinainuka, siwezi kuachilia ubadaye wangu kwa shetani. Niko tayari kulipa gharama, maana nakitazama kitu kizuri. Unakuwa kama Yesu. Yesu alipoangalia kifo akakiona kinatisha, lakini alipoangalia ubadaye wake utakavyokuwa akakizalau kifo. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwa sababu hiyo alitii, hata akatii hata mauti. Akaitazama ile ahadi ya matumaini yaliyoko mbele, akaiangalia, akasema hapana, akaizalau aibu. Akitazama na kuangalia ubadaye wake, Biblia inasema akakirimiwa jina lipitalo majina yote, akawekwa mahali pa juu kuliko malaika, akapandishwa cheo, akakaa pamoja na Mungu. Haleluya. Haleluya. Hebu tamani kukaa pamoja na Mungu. Na mimi naelewa mkikubali inaenda kutokea, wala sio mbali, ni leo inaanza. Amen. Nasema sio mbali, ni leo. Tumesikia mbiu Yesu aponya, itangazeni pote ya kwamba tini amri hiyo nchini baharini, eneze mbinguni, Yesu aponya. Imbeni wenye shida, slow aponya. Kwa nguvu zao ya kwamba haleluya. Unapoumwa na kaburini, imba Yesu aponya. Haleluya.
Kuna watu wanamlilia Mungu juu ya afya zao. Kuna uwepo wa Bwana unapita kukuponya. Kuna baba mmoja anasikia shingo yote inavuta mpaka mgongo. Hicho kinachokusumbua kinaondolewa. Yes Lord. Kuna mtu anafunguliwa huo mgongo na shingo yake inaondolewa. Hayo maumivu yanaondoka. Hayo mateso yanaondoka. Yes Lord. Oh, milima na imbe. Hallelujah. Oh. Kuna mtu analia na Mungu. Biashara yake imeporomoka mpaka chini. Haelewi itainukaje hiyo biashara yake. Umesikia nilichosema? Yeye atakuinua. Kubali. Tulia kwenye uwepo wa Bwana. Kuna kazi fulani Bwana Yesu anafanya. Yes Lord. Kuna watu ambao wanateseka na mapepo. Mapepo yanatimuliwa kwa nguvu za ajabu sana. Yanakimbizwa. Nguvu ya Mungu ni ya ajabu sai. Jesus.